hapa ndio field sasa. Eneo hili awali kama mnavyoona hapo nyuma lilikuwa ni ukuta tule. Kwa zile caption mziko mnaziona pale za Amarod ambazo tumeonyesha pale zimetoka hapa. Kwa hiyo wakiwa wanachimba hapa wanatakiwa watengeneze underground, yani shimo la chini. Kama mnavyoona hii monorope hapa wamefunga kiberenge, kwa watakuwa wanachimba wanakwenda chini wanajenga ili waende kwenye mwamba kule chini. Kwa watatoboa kama njia ya kupitia ambao watakuwa wanachimba kule chini, wanachukua material wanapandisha hapa, wanaweka hapa juu. Hapo watakapoweka kutakuwa kunakuja truck inachukua inapeleka pale juu kwenye sorting. Kwa pale juu watakuwa wanafanya sorting. Kwa stage ya kwanza ni mining kule underground. Wakishafanya kulipuaji, wakachimba, wakishachimba ule mzigo wanausafirisha, wanauleta hapa juu kwenye storage na sehemu ya kuhifadhi. Baada ya kuhifadhi hapa wanapeleka kwenye sorting house. Baada ya hapo ndo serikali inakuja, biashara itafanyika hapa hapa. Yani kabla hujatoka hapo unakuwa umeshalipiwa kodi. Waweza ni caption ile low grade au high grade. Lakini kimsingi tunamshukuru mwekezaji kwa sababu ni kwa muda mfupi ameleta hivi vifaa. Vifaa hivi karibia milioni 500 imewekezwa tayari hapa. Kwa hiyo ameleta compressor, viberenge hizi wameanza kutengeneza hizi ambazo tunategemea baada ya mwezi mmoja miwili watakuwa wamemaliza stage nzima mpaka kule juu. Kwa hiyo kama mnavyoona huu mwamba ulivyokaa pale juu. Kwa hiyo Emerald ziko kwa chini hapa. Unavyoenda chini ndio utaipata. Kwa hiyo watatoa material yote hapa, baada ya kuyatoa ndio wataanza kwenda kwenye mwamba. Ni kama ni mita kama 10 mpaka 20 kwenda kutokea kwenye mwamba wenyewe. Kwa huko unakoanza lazima watoe, wanachambua, wanatoa ile ambayo kidogo ina low grade, wanaweka pembeni, wana salt, wanalipua. Wakifika kwenye mwamba wenyewe pale ndio utaikuta. Na huwa mara nyingi inakuwa kama spark. Yaani inakuwa scattered. Kwa unaweza kwenda ukakutana na bonge pale liko mahali ukifuata ule mwamba. Kutokana na ni jinsi formation zilivyokuwa zimetokea. Na ukiangalia hivi mwamba wake unakwenda hivi na kuna mwingine unakwenda huku. Kwa unavyoona hapa mwamba utakuwa unakwenda, unavyoona unavogonga pale, lakini kushoto kwake tena kuna mwamba mwingine unaenda huku. Unaenda kutokea migodi ya wengine. Kwa hiyo hapa katikati kuna migodi 5 ukitoa huu hapa. Kuna mwingine mbele ya upo, nyuma pale upo na pembeni upo. Lakini huu ndo at least mwamba wake unaonyesha Emerald kuanzia mwanzoni unavyoanza kulipua. Wananchi wa Rukwa watafanika na nini? Huu mgodi utajiri watu, tunasema ni watu zaidi ya 20. Hapa tuna 10, hawa ni vibarua tu. Bado hawajaanza kutoa ajira kama ajira. Kwa hiyo kwenye sorting lazima apatikane mtaalamu aliyesomea. Kwenye swala la huko ndani kupatikane mjiolojia zaidi ya mmoja. Kupatikane engineer zaidi ya mmoja. Kuwe na shift. Lakini kule kwenye sorting zaidi ya watu 2 3. Kwa kuna wataalamu ambao wataajiriwa zaidi ya 10 ambao wamesomea kabisa. Lakini kuna wale vibarua ambao hawana uzoefu, watafundishwa hapa kazi zile ndogo ndogo za kwenye uchimbaji. Bado tutakuwa na technician pia watahitajika. Kwa hiyo kwa mkoa wa Rukwa watafaidika sana na fursa ya mgodi kuanza. Na sio peke yake, tumesema kuna mwingine amepata wawekezaji. Wanaingia makubaliano sasa hizo wanamalizia, na yenyewe itaongeza ajira kwa watu. Kama huyu ana watu zaidi ya 20 na tunategemea na yule mwingine atapata zaidi ya 20. Kwa